unastahili kuinuliwa Mfalme. Kuna aliye kama wewe Bwana. Wewe ni Mungu ambaye habadiliki, Mungu mweza wa yote. Kando yako hakuna kama wewe Mfalme. Asante Mwana wa Mungu, ni kwa sababu umekuwa pamoja nasi kutoka tuanze mpaka sasa Bwana. Tunakushukuru Mwana wa Mungu. Ubali huu Bwana ni neema yako. Ubali huu Bwana imechukua mkono wako. Tunakushukuru na tunakuinua. Asante ni kwa sababu ya neema yako. Asante ni kwa sababu wakati mwingine umefika ndiposa tuweze kumega mkate pamoja katika meza ambayo umeiandaa mbele zetu. Ebeneza, tunakushukuru ni kwa sababu Bwana umeandaa neno lako Bwana, tukaweze kushiriki kwa pamoja Bwana, tukaweze Mwana wa Mungu kusibishwa na wewe mchana wa leo. Asante Mwana wa Mungu ni kwa sababu umeachilia neno lako la wakati. Asante kwa sababu ya mtumishi wako Mungu mwenye nguvu, endelea kumtia nguvu, kumwinua zaidi na zaidi, kumpa funuo zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Mtumie akalete kusudi lako, maana wa mapenzi yako ikawe juu yake Bwana, ukatende na ukanene kulingana mapenzi yako. Mtumie kama chombo chako. Asante Mfalme wa falme, hata kwa sababu yetu Bwana tunajiachilia kwako Bwana, tunafungua mioyo yetu kwako Bwana, ukanena na mioyo yetu kupitia neno lako. My Father, tunaomba Mungu ukachukue shukani kila roho wote wa kutuondoa katika mapenzi yako na neno lako Bwana. My Father, tunakatana nalo katika jina la Yesu. Kila roho wote mwovu wa shetani wakuleta confusion, hana nguvu, hana uwezo, umeshindwa katika jina la Yesu. Tunajiachilia kwako. Naomba naanza kuamini. Amen. 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 Hallelujah. Ni wakati wa kusikia neno la Bwana. Hallelujah. Ningeomba kwa heshima ya neno la Bwana tuweze kusimama, wale walioketi tuweze kuheshimu neno la Bwana. Hallelujah. Na ningeomba tuweze kuinua, kunyanyua mikono yetu juu, tuweze kupamba maua. Tume anapokaribisha, tumishi anapokaribisha neno la Bwana, kusudi la Bwana katika jina la Yesu Kristo mchana leo. Kwa hivyo chukua mkono wako uweze kupamba maua ya kila aina, maua ya kijani, maua ya manjano, maua ya waridi, maua ya nyeupe, maua ya nyekundu, maua ya zambarau. Mpe Bwana sifa kwa kushangilia. Wewe
Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Naweza kaa. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahia sana siku ya leo kuwa mahali hapa. Mimi rafiki, neema ya Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wakati mwingine tumeabudu na tumesifu, tumebarikiwa. Sasa kabarikiwe kwa neno pia. Bwana Yesu asifiwe. Topic yetu leo ni living in the spirit, in brackets, in life in the spirit. Kuishi kati ya roho. Na life in the spirit ni maisha ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Living in the spirit means allowing the Holy Spirit to direct and empower your life instead of being controlled by the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi katika roho, kumruhusu Roho Mtakatifu moja kwa moja akuwezeshe maisha badala ya kuwa kudhihirisha na dhambi, tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tasoma katika kitabu cha Galatians chapter 5 verse 15. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 15. Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 15, maandiko yanasema, lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkaangamizana. Wagalatia 5 mstari wa 16 inasema, basi nasema nendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Amen. Neno linasema basi nasema endeni kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kuishi kwa Roho, tunafaa kutembea na Roho, tunafaa tukubali Roho Mungu atuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana tukubali utawale na tamaa za mwili, hautamaliza safari. Bwana Yesu asifiwe. Na utatimiza kama. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kukubaliana na Roho wa Mungu. Ndio maana tunaambiwa Bwana, basi nasema endeni kwa Roho. Tunafaa kuenda kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaacha dhambi. Tamaa za mwili ni dhambi. Yes. Ni dhambi ni nyingi, kuna usherati, kuna ushirikina, kuna kusengenya, kuna mambo mingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa tuache hayo mambo ili uweze kuongozwa na Roho, ili ukaweze kuishi ndani ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukikubali wewe uongozwe na tamaa za mwili, mwisho inakuwa ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So hainanga mwisho. So utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Na utatimiza kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha some the flesh focus self emotions, but the spirit produce life and peace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwili unajipenda sana na mwili ushindana sana na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na mwili upenda utimize haja zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiongozwa na mwili utafanya dhambi nyingi. Utakuwa msherati, unaenda kinyume
njia za Mungu like kutusiana, naweza toka hapa niende nikisengenya Tabitha rafiki yangu kiwa na Salome. Sasa hiyo ni kama Yesu asifiwe. Pia usherati na pia ushirikina unaweza henda na ndoa yako, wewe mwanamke, wewe mwanaume. Yesu asifiwe. Kwa ajili ya tamaa ya mwili. So mnafaa tukae ndani ya Roho. Roho ukiongozwa na Roho uzaa uhai na amani. Yesu asifiwe. But the Spirit produce life and peace. Ukiongozwa na Roho uzaa amani na uhai. Yesu asifiwe. Ukiishi ndani ya Roho ukiongozwa na Mungu, ni mambo mengi umejenga ndani ya maisha yako, maana umeongozwa na Roho. Sasa ukiomba, si uko ndani ya Roho ukiomba Mungu, ukiwa ndani ya Roho kwa Mungu chenye unataka huwa na kujibu, maana Mungu hawezi muomba kitu kingine akose kujibu, maana umeongozwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiongozwa mwili, ukiomba na mwili, Mungu hawezi sikia maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana upigwa vita sana kwa ajili unaomba na mwili badala ya kuacha sauti ya Roho. Bwana Yesu. Haleluya. Tasoma katika kitabu cha Romans chapter 8 verse 6. Warumi mlango wa 8 mstari wa 16. Mstari wa 6 ya Maandiko yanasema, hiyo ni Warumi 8 mstari wa 6. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo ndipo ninawasomea, the flesh focus emotions but the spirit produces life and peace. Ndiyo katika hicho kitabu cha Romans chapter 8 verse 6 tunaambiwa kwa kuwa nia ya mwili ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa za mwili ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukitenda dhambi, si utaenda utongoze pale, ni tamaa imekutuma wewe utukane fulani, mwisho wake utakuwa ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikitembea kwa barabara like nipatane na mtu nimgonge, si ni tamaa zimenipeleka nigonge, aida alistaki polisi. Nikistaki polisi itakuwa nimlipe, si ndio? Si hapo ni tamaa imeongoza, mwisho wake inakuwa ni mauti. Maana nimekuja nimelipa ule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kukaa ndani ya Roho, usikubali tamaa za mwili zituongoze. Na ukikaa ndani ya Roho ni uzima na amani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongozwa na Roho ni uzima na amani. Ukiwa na amani kila jambo linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Imani, ukiwa na imani. Sasa mimi nikiwa imani, nilikuwa na imani wakati nilikuwa naomba Mungu niweze kurudisha kazi yangu tangu nilifunga kazi. Nilikuwa naomba, sijaikata tamaa, sijaichoka. Lakini nilikuwa naomba nikiomba Mungu, nataka niongozwe na Roho wako. Kwa kuomba na niongozwe na Roho wako niweze kupata nyumba ya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Niliomba Mungu, nataka kurudi kwa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu akasikia kilio changu na maombi, ile imani yangu ikatimiza chenye nilikuwa nahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongozwa na Roho uwe na imani, kila jambo linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Those who are led by the Spirit are sons of God. Bwana Yesu asifiwe. Ambao ngozi na Roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongozwa na Roho wa Mungu, wewe ni mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Ukipitia njia yenye inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Biblia, kiabudu na kukubali kurekebishwa.
Bwana Yesu asifiwe. Mahali unakosa kirekebishwa. Unajua roho Mungu amekubali aendane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukubali uongozwe na roho Mungu. Roho wa Mungu akae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Roman chapter 8 verse 14. Mstari wa 14, mlango ni ule wa 8 wa Rumi. Inasema, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Amen. Juu kwa kuwasomea kwanza, those who are led by spirit are sons of God. Yes. Ndio tunakuwa kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu au ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali uongozwe na Roho wa Mungu. Usikubali uongozwe na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiongozwa na mwili, mwisho wake utalia. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali Roho wa Mungu akuache ukiwa hapo. Tukubaliane na Roho wa Mungu ongoze kwa maisha yetu. Tuwe watu wenye kutenda mema, sio watu wenye kutenda mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Tasome ingine. Living the spirit change your think, your vision and your character. The evidence is the spirit of spirits. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa ndani ya Roho kubadilisha mawazo, ukuwezesha na pia tabia zako. Bwana Yesu asifiwe. Ukubali Roho wa Mungu akae ndani yako, atakubadilisha mawazo yako, mafikira yako. Utakuwa unafikiria mabaya, utakuwa unafikiria mambo yenye unosherati ndani, ama nitatoka hapa saa ngapi niende nikasengenye fulani, nitatoka hapa saa ngapi niende kwa fulani nikaangalie fulani leo amefanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubali Roho wa Mungu hakuongoze pia akuwezeshe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kubali Roho wa Mungu akuwezeshe kwa kila namna, kwa kila njia, kwa kila matendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na pia tabia yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukubali tabia yako irekebishwe. Uwe mtu mwenye tabia njema. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mtu mwenye akipita hivi unajua yule ni Diana, ndio msichana anakuanga tabia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sio kutipenda sana nimejitaja. Sio mimi anakuwa amependa sana. Hapana. Example nilikuwa nawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na tabia kwa ploti, kwa wazazi, kwa kanisa, kwa mume na kwa mke, na pia kila mahali popote utakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na tabia, ukiongozwa na Roho wa Mungu, unafaa kuwa na tabia njema. Ili uweze kuongozwa na Roho wa Mungu ukiwa na tabia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya mambo yenye inamchukiza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ushahidi. Bwana Yesu asifiwe. Ushahidi ni tunda ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwana ndio maana unapataka kwa case, kwa koti ukikezi. Nauliza ushahidi wako ni nani? Nasema ni fulani. Anatoa ushahidi. Bwana Yesu asifiwe. Nilimuona yeye aliingia na ubii kwa saluni yake. Nilimuona. Unauliza wewe ulimuona? Ndio, nilimuona. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiwe wewe shahidi ambaye huna matunda mazuri. Usimame kwa msimamo wa Mungu. Usishuhudie, usikuwe shahidi wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe shahidi wa kusema alifanya, roho kuona alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bali uwe shahidi ambaye hata Mungu akishuka unajua vizuri hii yenye nimesema ni kweli. Huku duniani na mbinguni nimesema kweli. Hakika hiyo ni ushahidi sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio matunda ya Mungu. Some Galatians chapter 5 verse 23 and 22 na 23. Galatia 5 mstari wa 22 na 23. 22 na 23. Hiyo ndio Galatia 5. Maandiko yanasema
Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Haleluya. Lakini tunda la Roho ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na upendo. Tunaomba na upendo. Ni unaitikia ni kama unanga upendo. Unanga upendo wenye unaitikia. Juu, na hiyo ukitoka pale ukasema, na yana nilikuwa nasikia kijibo. Hiyo ni upendo kweli? Hiyo si upendo. Au nasema naye Rachel. Unaanza kusema Rachel. Hiyo si upendo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa kwa watu wenye upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upendo, tuishi na upendo katika mioyo yetu.